Mbele yenu ni mwenyekiti wa vijana TLP Taifa, ndugu Ivan Maganza. Nashukuru sana kwa kuacha kazi zenu na kuamua kujumuika nasi pamoja. Tulikuwa tuna ujumbe kidogo tunataka tuwafikishie Watanzania waweze kuupata. Kwa siku takribani wiki mbili zilizopita kuna mambo mengi yanaendelea kutokea katika nchi yetu. Sisi kama chama cha upinzani na sisi tukaamua tusimame tuweze kuyatolea ufafanuzi, lakini pia hatujawaitia tu hilo, tumekuja kuwaitia pia kwa mambo mengine ambayo tutataka tuwashirikishe leo mkaweza kuyafahamu. Kwanza kabla ya yote naomba niseme kitu kimoja. Ajenda za hichi kikao chetu cha leo zitakuwa kama 5. Tazichambua katika mafungu 5. Kwa hiyo nitaanza ya kwanza mpaka ya 5. Kwa hiyo katika hizo ajenda zitakuwa zimebeba vitu ndani yake. Ningeomba ni bila kupoteza muda niende moja kwa moja niongee tulichowaitia. Jambo la kwanza tulitaka kuongelea kuhusu upinzani kwa hapa nchini kwetu jinsi tunavyoendelea. Lakini pia jambo la pili tutaongelea swala la mikakati ya chama kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2020 Oktoba. Jambo lingine la tatu tutaongelea kuhusu vijana kwa ujumla, lakini jambo lingine tutaongelea kuhusu chama chetu kumuunga mkono Rais Dr. John Pombe Magufuli kuwa mgombea kupitia pia chama chetu kwa mwaka 2020 ifikapo hapo Oktoba. Tutamuunga mkono kwa maana nyingine. Kwa hiyo chama hakitosimamisha mgombea kwa nafasi ya urais, bali kitamwachia Dr. John Pombe Magufuli kuwa mgombea wa chama cha CCM, lakini pia ataungwa mkono na chama cha TLP. Ndugu waandishi wa habari, naomba niende moja kwa moja kwenye kuongelea upinzani. Kuna mambo mengi yanaendelea. Leo ningependa nizungumzie swala kubwa hasa kuhusu wabunge wa Chadema na wabunge wa upinzani kwa ujumla. Sisi kama TLP tunasikitika sana na mambo yanayoendelea huko bungeni, lakini pia tunasikitika kwa namna uendeshaji wa vyama vya siasa hasa vya upinzani unapokuwa unaelekea kwa kipindi hichi tunavyoendelea na kadri tunavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi wa 10. Jambo la kwanza nataka kuongelea kuhusu upinzani, nataka kuongelea kuhusu masuala ya wabunge kutoka kwenye bunge na kwenda kusikiliza maagizo ya chama. Tumepokea malalamiko mengi sana. Maamuzi yale yakionekana hajatoka kwenye kamati kuu, yametoka kwa kiongozi, lakini pia tumeonekana kama kuwa kuna shinikizo la watu kutokuingia bungeni. Sasa tukasema tuje tuweze kuchanganua tuone upinzani ni nini na nguvu ya chama ni nini katika wabunge wake wanapokuwa wapo bungeni. Jambo la kwanza tumeona pia kwa mfano chama cha Chadema, tumeona kuna kasoro nyingi sana zimejitokeza kwenye uongozi hasa kwa hichi kipindi chao cha miaka 5 ambacho kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Jambo la kwanza tumeona jinsi wabunge wanavyopelekeshwa katika vyama kuliko kutumikia nchi. Inafahamika fika kabisa mbunge hawezi kuingia bungeni hadi apate tiketi ya chama chake kiweze kumwakilisha. Lakini anapofika bungeni tunatarajia kwamba ataenda kupigania maslahi ya taifa kwa ujumla. Mbunge anapoingia bungeni anapitisha bajeti zote, anachangia bajeti zote ambazo zinaleta matokeo chanya kwa majimbo hata ambayo sio majimbo yake anayowakilisha. Sasa tukileta leo wabunge wanachaguliwa na chama fulani wanaingia bungeni lakini chama kinakuwa bado kina nguvu cha kutaka wapinge mambo yanayoendelea bungeni, hii inakuwa haiendi katika mstakabali mzuri wa kuweza kufanya taifa letu likakua. Niongelee swala la hawa wabunge wa Chadema. Kwa bahati mbaya sana kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa vijana taifa kwa chama cha TLP, kwa hiyo hivyo kuna wabunge wa Chadema ambao pia nao wapo kwenye miaka kuanzia 18 mpaka 45. Kwa mujibu wa katiba ya chama chetu inasema vijana na watambua kuanzia miaka 18 mpaka 45. Kwa hiyo ningeomba leo nijaribu kuwaongelea wabunge wa Chadema ambao kwa namna nyingine hawawezi kuongea hizi hoja labda kwa kumuogopa wanayemuita mwamba. Tukianza kwanza swala la ruzuku za chama, hilo siwezi kuliongelea kwa leo, ni mjadala ambao unatakiwa kuwa na muda wake kabisa. Ila naomba kuongelea kuhusu wabunge kukatwa sehemu ya mishahara yao, sehemu ya posho zao kuweza kuchangia chama. Tumeona Chadema kimeweka utaratibu kabisa unaoeleweka kwamba mbunge yoyote anayetokana kwa tiketi ya chama cha Chadema ni lazima achangie asilimia fulani kila mwezi kusaidia chama kuendesha chama.
Tumeona wamewawekea 10% kwa wabunge kuteuliwa, kwa wabunge wanaochaguliwa kwenye majimbo, lakini pia 30% kwa wabunge wanaochaguliwa viti maalum. Hii tunaipinga na tunasema haiko sawa kabisa. Kwa nini ninasema hivyo? Wanasema hiyo 1% ya kuchangia wabunge kila mwezi inatokana na katiba yao, na wanasema ni lazima kwa sababu mbunge anapokuwa kabla hajaamua kwenda kugombea kupitia tiketi ya Chadema au hajaamua kuteuliwa kupitia tiketi ya Chadema ni lazima ajiridhishe kulingana na ile katiba yake. Na sisi tunasema wako sahihi kabisa, na ni kweli imeandikwa kwenye katiba yao kwamba wabunge watachangia kwa 1% hizo. Hoja inakuja wapi? Hoja inakuja kwamba hivi vyama vya siasa vyote vilivyo Tanzania, chama tawala, vyama vya upinzani, vinaendeshwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ambavyo kupitia katiba zake na kujiridhisha kwamba vinaendeshwa katika misingi inayofuata utaratibu wa nchi, sheria za nchi, na inafuata katika haki inayotakiwa. Sasa tukienda leo kwenye jambo kama hili, ina maana unamlazimisha mbunge anayepitia kupitia chama chako akuchangie 1% fulani, na inakuwa ni sheria imewekwa kwenye katiba kabisa. Manake hili jambo sitajia hata kama lingekaa kwenye katiba. Katiba ni kitu ambacho hakibadiliki mara kwa mara. Lakini hela, swala la mchango inaweza ikafalu ikategemeana muda fulani kashuka kiwango cha hela kaenda. Sasa sielewi kwa nini imewekwa kwenye katiba. Kwa hiyo hii tafsiri yake inakuwa ni nini? Tafsiri yake ni kwamba chama kinaweka kwamba ni chanzo cha mapato, na chanzo cha mapato chenyewe ni cha kutoa kwa lazima. Sisi tunaomba tuseme hivi kitu kimoja: mbunge anapochaguliwa, hata kama amepitia kwa chama chako, sio sehemu sahihi kumtoza wewe kila mwisho wa mwezi umkate 30%, 10%. Hii ni zaidi hata ya kodi inayokata serikali kwenye mishahara ya watumishi. Hii haitowezekana. Sasa hii inaleta tafsiri kwamba hichi chama kinafanya hii kama mradi kujinufaisha, kwa sababu watu wamekuja kugombea, mnawawekea misingi kwamba lazima wachangie. Hiyo haitokubalika. Mbaya zaidi, kuna wabunge ambao wameshatoka hapo Chadema wanalalamika kwamba hata hizo 1% zao wanazokatwa hawajui zinaelekea wapi. Sasa hii tukaona hatuwezi tukakaa kimya, na mimi nimesema kwa sababu hii ni sheria na vyama vya siasa vinapata ruzuku kutoka serikalini, na serikali inatoa ruzuku kupitia kodi za wananchi. Naomba niseme kitu kimoja: wiki hii haitoisha, nitamwandikia barua msajili wa vyama vya siasa Tanzania kuhusiana na hii sheria ya Chadema ya kuwatoza wabunge 10% na 30% kukata mshahara kuchangia chama. Hii haitokubalika kisheria, kwa sababu chama kinapata ruzuku, na mbunge anapokuwa ameingia bungeni inabidi aongezwe na sheria za bunge zinapotaka, kama na kipato chake kiende kihalali. Swala la kuchangia lipo, lakini hiyo hiari ya mtu, au pasiwekewe ukomo kwamba lazima utoe 30% au 1% ngapi. Hii inaleta tafsiri tofauti, kwa sababu inakuwa ni kichaka cha kukusanya kodi. Sasa sielewi, manake kama inakuwa ni biashara ya hivyo, itabidi tuiweke na ushuru, serikali ipate mapato. Kwa hiyo hicho kitu hakitegemei kwamba lazima kivale kwenye kitu fulani, na hali halisi haielekezi kwamba hiyo 30% na 10% zinaenda wapi. Kwa hiyo tunaomba, kwa sababu wabunge wa Chadema hamwezi kuongea na tunajua haliwezekani kuongea, sisi tunawasaidia kwa sababu ni chama tunachotetea sisi vijana pia. Tunasema hiyo haitowezekana, na kama inawezekana kabla uchaguzi huu haujafanya mwezi Oktoba, msajili apitie hiyo sheria ili iweze kurekebishwa. Kama kuna mbunge kuchangia, achangie kwa hiari yake, lakini asiwekee kiwango kwamba lazima achangie 30% au 10%. Hii haitowezekana, ni kudhulumu wa Tanzania kwa haki ambayo haitakiwi. Inabidi wabunge wa Chadema wako sawa na vyama vingine, wasiletewe sheria kandamizi kwa sababu tu wameenda kwenye chama chao. Mboya anasema kwamba mbunge hakulazimishwa kuja, wakikataa kuna vijana wengi wanataka kugombea. Sasa hii hatuwezi tukaa tumeweka chama kinakuwa kama kichaka cha kujifichia kwamba unafanya mambo yako unavyoendesha, na kama mtu hataki aondoke. Haiwezekani. Hivi vyama vinaendeshwa kwa sheria ya nchi na vyenyewe vina utaratibu wake. Kwa hiyo mimi nafikiria msajili ana wajibu wa kujaribu kuliangalia hili swala, kwa sababu wabunge wenyewe wamelalamika. Kwa hiyo tunategemea hii kipengele kiondolewe. Kama kuna michango, iwe michango ya hiari, lakini isiwe ya kulazimisha. Kwa mfano wabunge viti maalum wanakata 30% kila mwisho wa mwezi. Hii ni kiwango kikubwa sana kwa mtu ambaye anajua ukiweza kuona kiwango anachopokea na kiwango kinachoingia kwenye chama. Haiwezekani. Huu ni unyanyasaji mkubwa sana na hautotakiwa. Inabidi hichi kipengele kibadilishwe, waendelee na shughuli zingine. Jambo la pili, kwenye hii kipengele la upinzani, ofisi Chadema hawana hata ofisi. Ni chama ambacho kinakupata ruzuku sio chini ya milioni 300 kwa mwezi. Lakini pia wanakusanya na hizo posho wanazosema za wabunge, lakini hawana hata ofisi. Hii haitowezekana. Kwa sababu haya mapato wanaokuwa wanakusanya kutoka kwa wabunge wanaenda kusaidia chama yanaenda wapi?
Na hii ndio inakuja kudhihirisha ule msemo kwamba hivi vyama vinajengwa kwa mtu mmoja. Mbowe hataki kujenga ofisi kwa sababu kesho anaweza asiwepo. Kwa hiyo haamini katika taasisi. Anaamini kwamba yeye ndio yeye. Kwa hiyo akitoka hana haja kujenga ofisi. Tukiangalia hata utawala wao wa hawa katibu mkuu wanabadilishana pale pale. Mnyika ataenda hapo hivyo, Halima Mdee hawachezi mbali kwa sababu wana mambo yao wanataka kuyafanya hapo. Na ukitaka kuwagusa hata kuombea hizo nafasi unapata shida. Kwa naomba niwaambie wananchi kwamba hichi chama tukiogope sana, kinatumia kodi za wananchi kwa mambo yao binafsi. Hii haitokubalika kabisa. Kwa hiyo naomba nimalize hii hoja kwa kusema nitamwandikia barua msajili wa vyama vya siasa aweze kuipitia hii sheria aone kama kweli ina manufaa katika chama chao, lakini pia kama ni manufaa katika vyama vingine. Kwa sababu itafika sehemu kila chama kinasema mbunge 50% ya mshahara wake kila mwezi akatwe. Hii haiko sahihi. Mbunge kupitia tiketi ya chama chako sio lazima awe mtumwa. Hilo tumelimaliza. Tunaenda hoja yetu ya pili. Hoja ya pili nitataka kuongea kuhusu mambo yanayoendelea hapo bungeni. Tumeona wabunge wakiwa wanatoka lakini inaonekana kwamba ni maagizo kutoka kwa mtu mmoja. Sasa hili jambo tunaliongelea vipi? Nimesikitika juzi nimesikia Bavicha, mwenyekiti wa Bavicha taifa, anamlaumu mheshimiwa Spika Job Ndugai kwamba kwa nini anamshambulia sana Mbowe, lakini pia hakubaliani na mambo anayoendesha, jinsi anavyoendesha bunge. Mimi naomba niseme hivi, na akaenda mbali zaidi kwamba asichaguliwe na wananchi wa Kongwa, na kama wakimchagua wakapimwe mentally, wakapimwe na mtu mwenye daktari anayehusika na matatizo ya akili. Kwa hiyo hili jambo tukaona kwanza ni udhalilishaji kwa kijana kama yule kuweza kuongea kwa kiongozi mkubwa kama spika, ni jambo la udhalilishaji. Kwa hilo hatutawalaumu kwa sababu ndo misingi waliolelewa katika chama chao. Lakini nitawalaumu katika lipi? Naomba niseme kitu kimoja. Ndugai, kokote ulipo, hili sala tunavyoliongea sisi tunajua utendaji wa kazi yako. Mheshimiwa, pangekuwa pana uwezekano huko bungeni pana sehemu ya kukaa, ungekaa tu huko, usubiri uchaguzi uishe, wakishapitisha bunge linalokuja tena uendelee, kwa sababu tunaona hakuna mtu wa kumpinga Ndugai kwa kazi aliyofanya. Mbunge kama mbunge Ndugai, lakini amelitumikia bunge kwa kuweza kuendesha mambo mengi. Kwa hiyo tunasema Ndugai uko sahihi kimaamuzi, na katika kipindi nimeweza kulikubali bunge lako ni hichi kipindi cha kuelekea ukingoni. Umeliendesha bunge vizuri sana, na tunakuombea Mungu aendelee kukupa ujasiri. Na Mungu akusaidie, kwa sababu hata tumeona pia watumishi wa Mungu ambao tunawaamini sana. Mchungaji Gwajima alisema kwamba Chadema mnavyokuwa mnatoka, mnataka nani akae bungeni? Muache basi watu wengine wakakae. Haya mambo ndio tunataka tuyaongelee, kwamba kama mmeshindwa mwache watu wengine waende. Kwa hiyo tukiachana na hilo, pia mchungaji Lusekero ameongea hilo swala kwamba hao wabunge wanatoka ni kusaliti taifa. Kwa hiyo amesema mkijiandae mtafute kazi zingine za kufanya. Na mimi nimesema kama haijakamilika hili swala, hao wabunge wangejisalimisha vyama tu vingine. Manake hiyo shida itakayotokea mwezi wa 10 patakuwa pana tatizo sana. Hawataweza kurudi bungeni. Swala la pili, wameongelea Bavicha kwamba sasa hivi wamekuwa advanced, wanafanya mambo kwa kupitia mtandao. Ni vitu vya kawaida sana. Vya kawaida sana kwa watu ambao wamesomea haya mambo wanajua. Ile tunaweza kusema sisi video conference hii semeje. Yaani ni kitu cha kawaida tu sana. Kwa hiyo hawezi kusema wako advanced kwamba wanatumia teknolojia. Ni kitu ambacho imepita wiki 2 sasa hivi wanajisifia chama chetu kimefanya kwa kufanya hivi. Haiwezekani, hicho ni kitu cha kawaida sana. Kwa sababu kuna vitu vingi vya msingi ambavyo walibidi wavifanyie kazi, hawajavifanyia. Vyama havina ofisi. Hiyo system wangekuwa nafanya imeunganishwa nchi nzima ina operate kwa mtindo wa hivyo, tungesema kweli hichi chama kimekuwa advanced. Kwa hiyo hivi ni vitu vichache tu, hoja rahisi zinazoinuka kutaka kuaminisha watu kwamba chama kinafanya kazi. Jambo lingine, wakati Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli akiongea kule Chato, mwenyekiti Bavicha pia alisema kwamba anatamani na anapenda kwamba Mbowe wakati anaongea ili ni vema ingetokea waongee na rais kwa muda mmoja ili wananchi wapime kwamba mwenyekiti wao Mbowe na rais nani anaongea vitu vya maana, nani anafanya vitu vizuri. Ni jambo la kuchekesha sana. Huwezi kumfananisha rais wetu Dr. John Pombe Magufuli na Mbowe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Mbowe mnaamini katika taasisi yenu, lakini hata ofisi na washinda. Hamwezi kujifananisha na mtu ambaye amejenga madaraja, mtu ambaye amejenga vitu ambavyo vinafanya taifa hili linaonekana kama taifa kubwa. Mwaka juzi nilikuwa kwenye mkutano wa viongozi vijana Afrika, tulikutana sehemu moja. Walikuwa wanajaribu kujadili jinsi nchi yetu ilivyopiga hatua. Wanatusifia sana kwamba rais wetu anafanya kazi. Huwezi kumfananisha rais wa nchi na Mbowe, ni dharau kubwa, haijawahi kutokea. Na sisi kama vijana hili jambo hatutolikubali. Mambo ya kuendesha chama hivi, mtu unamuona unatoa kauli mbiu, wanasema kwamba kamati kuu imepitisha, lakini kuna wabunge hawajui. Sasa kamati kuu inaendesha kupitia WhatsApp.
Sidhani kama ni haki. Kwa hiyo na washauri vijana wa Bavicha wasitumike kwa kiasi hicho. Tunajua wanamlinda mwamba wao wanayemuita Mbowe, lakini rais wetu watuache afanye kazi. Jambo la tatu, nitaongelea kuhusu chama chetu cha TLP kuamua kumuunga mkono Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuwa mgombea pekee mwaka 2020 Oktoba ifikapo wakati wa uchaguzi. Kama chama chetu tumejiridhisha vya kutosha kabisa kwa hoja ambazo zinaeleweka, ziko nyingi zilizotufanya sisi tuone hatuna tena namna ya kuhangaika kutafuta mgombea wa urais, wakati mtu ambaye anatekeleza ilani ya uchaguzi wa TLP kwa mwaka 2015 na 2005 ni mambo yote ya elimu bure yameongelewa, mambo ya kuboresha afya, mambo ya kufungua mikataba ya madini na nchi yetu kwetu kunafika, yote yameongelewa. Kwa leo sitaongelea hii mada, kuna kipindi maalum tumekiandaa, nadhani kama kesho kutwa vikitaruka tutaelezea vyote vizuri, sitoiongelea sana. Lakini itoshe kusema kwamba rais wetu tumemuunga mkono kwa sababu amefanya mambo yaliyo mengi sana. Tulikuwa tunaongea na mwenyekiti wetu wa taifa ndugu Dr. Agostino Atonga Mlema, akasema kwamba yeye hata kipindi cha kaa serikalini alikuwa wanategemea kuwa na mtu ambaye anaweza kufanya mambo makubwa, hali iliyowapelekea walipoona haya mambo hayafanyiki wakawa wanaanzisha vyama vya siasa. Lakini kama kuna mtu ametokea, mtu kama Dr. John Pombe Magufuli, kuna haja gani ya kumbishia? Hichi kitu hakiwezekani. Tutatafuta nafasi nyingine tukaweze kushindana na wabunge, madiwani, lakini kwa nafasi ya urais tunaona Magufuli anafaa aendelee sana hadi huko mbele tutakapoona utaratibu mwingine. Lakini kwa mwaka huu kwa mtu mzalendo hakutakiwa kumpinga huyu rais kwa miradi aliyosimamia, miradi ya reli ya kisasa, miradi ya umeme, miradi ya kuhamishia serikali kuja Dodoma, ndoto ya Mwalimu Nyerere kipindi hicho toka mwaka 1973. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Pombe Magufuli, na sisi tumesema kama chama chetu kitampigia kampeni na kitazunguka nchi nzima kuenda kueleza mambo yote aliyofanya kwa miaka yake mitano, na ni mfano wa kuigwa, na tunataka hili jambo liendelee. Nawakaribisha sana, tuungane pamoja, vyama kama vyama, tuisimamishe wagombea nafasi za ubunge, udiwani, lakini tumpigie kampeni rais wetu aendelee ili aweze kutumalizia salama miradi yote iliyokuwa imebaki iliyoianzisha. Amefumua mambo mengi sana, siwezi kuyachambua leo, lakini tuna kipindi maalum na mimi ndio nitahusika hicho kipindi, tutazielezea sera zote ambacho kitaenda, mtajua kwa nini tunafanya haya maamuzi. Hatujafanya kwa kurupuka, hatujafanya kwa kuiga, tuna data za kutosha, tumefanya research ya kutosha, tutawaambia na mtatuelewa nini tunakimaanisha. Kwa hiyo naomba sana tujitahidi tufanye siasa safi. Bavicha tunaomba tuwasihi sana, sisi kama vijana wenzenu tunaweza kuambia hivi vyama vipo, lakini maisha mengine pia inabidi yaendelee. Mambo ya kutukana viongozi kama kina Ndugai kusema kwamba huyo hajitambua endeshaji si bunge, sio kauli nzuri. Mambo ya kusema si kiongozi mfananishe kiongozi wa nchi na kiongozi wa chama cha siasa, hii ni utovu wa nidhamu wa hali ya juu sana. Kwa nchi zingine au kwa watu ambao walikuwa naamini katika mambo ya zamani kupitia vita vyetu vya dini, ilikuwa inaaminika kiongozi yoyote anayesimama sehemu ni sauti ya Mungu. Ukiona uchaguzi umeisha na amepatikana kiongozi yule, hata kama kuna tofauti zingine, yule Mungu ameamua awavushe katika safari inayokuwa inawatakiwa kuwapitisha kwa muda huo. Na hili la siasa kuzuiliwa limetusaidia sana. Nadhani hata pia miradi mingi ya serikali imeweza kufanikiwa kwa sababu siasa hazijafanyika sana kwa kipindi cha miaka 5. Wanasiasa wanaturudisha nyuma. Tunaongelea swala la uchumi wa taifa, wanaenda kutukwamisha nyuma. Tunaongelea swala kununua ndege, ndege hazikimbii. Unataka ndege ikimbie iende wapi? Tunaongelea swala kujenga mradi mkubwa umeme, tunaharibu mazingira. Tunaongelea swala la kuleta elimu bure, si nini na nini, watu wanaenda kuzuia misaada huko, tusiingiziwe wakina Zito Kabwe, wanazuia kwamba tusiingiziwe hela kwa sababu siku na masharti yao. Yaani hawa watu kazi yao ni kupinga. Ili jambo halitowezekana. Wanachelewesha sana maendeleo, na mimi ninachokitaka hawa adhabu yao kubwa ni kutokuwarudisha bungeni Oktoba, ili serikali ifanye kazi kwa hii miaka 5 tuweze kutengeneza mazingira ili tuweze kuendelea mbele.